Yes, alright. Sasa karibu kwenye hii moduli ambayo tutaenda kuangalia jinsi ya kutengeneza content. Inaitwa content strategies pamoja na algorithm domination. Yaani kutengeneza maudhui ambayo yatakuwa yanazungumza na mlengo wako. Are we together? Au kuweza kumtrain algorithm. Algorithm ni data ambazo zinakuwepo kwenye Instagram au kwenye platform yoyote ambazo zina track watu ambao wanaingia kwenye hiyo platform. Are we together? Kwa hapa ndo sehemu pekee ya wewe kuweza kuelewa nini ambacho unaenda kufanya. So katika hii sehemu, manake lengo la hii moduli ni kwamba kupata maelfu ya views and followers wenye sifa za kununua bila matangazo. Maanake hii ni organic growth au organic way, na hii especially kwa watu ambao hawana pesa nyingi ya kuweza kuwekeza kwenye matangazo, wanaanza biashara kwa mfano. So this is so powerful kwa sababu pia unatengeneza brand. Are we together? Sasa point ya kwanza kwenye hii moduli ambayo inatakiwa iweze kuizingatia inaitwa Lilies. Lilies ndio mfalme wa kwako ambao atakusaidia wewe kwenda viral zaidi, na zaidi ya 90% kwenye Instagram hii ndo wanaifavor sana na inawafanya watu waende viral. Kwa sasa Instagram inasukuma Lilies zaidi, umeona, ya kitu chochote ambacho na posti. Kwa kama unataka kukua kwa haraka, 90% ya content zako ziwe Reels. Are together? Na asili ya Reels ni kwamba isizidi zaidi ya sekunde 7, at least 7:15. Yani isiwe watu wengi wanatengeneza maudhui au videos ambazo ni ndefu sana ambazo hazipushiwi zaidi kwenye mtandao wa Instagram. Are together? Kwa hiyo wana favor zile Reels fupi fupi. Kwa hiyo make sure unatengeneza content ambayo ni fupi. Na point ya pili hapa tunasema the viral Reels formula. Sasa namna ya kwenda viral, sasa Reels zako inatakiwa zitengeneze vipi? Ziwe katika muundo gani? Kwa hiyo Reels au content yako inatakiwa iwe na sehemu kuu tatu. Na ili uweze kupushua zaidi. Au together. Kwa hiyo before ujapost, make sure video yako inafuata huu mtiririko au hizi pati tatu. Na pati ya kwanza inaitwa hook, the hook. Huku ni ndoano, kila ambacho mtu anaona kinamshawishi, kinamfanya stop kuscroll au anapokuwa kwenye mtandao wa kijamii. So hii inawastua zaidi, unaelewa? Nitakupa mfano hapa. Kwa mfano let's say ukakutana na headline inasema acha kunywa maji ya limao mpaka uone hii. Umeona? Au siri ya kupunguza kilo 5 bila diet, bila mazoezi, bila kujinyima chakula unachopenda. Umeona? Au jinsi ya kuondokana na umaskini ukiwa ndani ya miaka 20. Umeona? Au jinsi ya kutengeneza 1 billion. Umeona? Ukiwa maybe ndani ya mwaka mmoja. Hiyo ni hook ambayo inamkamata mlengo wako ili aweze kustop kabla hajaweza kuprogress au kwenda hatua inayofuata. I use me. Na part ya pili hii inaitwa the value. Lazima give value. Umeona? Sasa umeshasema siri ya kupunguza kilo 5 bila diet. Kwa ndani hapa inatakiwa utoe point 3 ambazo ni effective zaidi. Umeona? Za haraka za kumuonesha sasa hizo ambazo zinaweza kuwa ni transformation. Yaani zenye kumbadilisha zaidi huyo mlengo wako. Lazima give value yenye usamani. Are we together? Kwa hiyo hii inakuwa so powerful zaidi ili uweze kwenda viral na watu wa engage kwenye content zako. Na point ya tatu au part ya tatu inaitwa CTA, call to action. Umeona? So usiwaambie tu follow me au ni follow. Umeona? Kwa ajili ya kupata content hizo, waambie, soma caption kujua jinsi ya kuanza. Umeona? Hii inawafanya wakae kwenye post yako muda mrefu wakisoma content yako, wakidigest content yako, wakiendelea uwepo kwenye platform. Kwa watu wanapowepo kwenye content yako, maana yake tayari algorithm zitatambua hii content ni valuable kwao na iko super, wanaipenda. Kwa hiyo wataipush kwenda viral zaidi. Na lengo la kutengeneza hivi guys, tunatengeneza kitu kinaitwa KLOT factor. KLOT factor ni know, like, trust. Yaani wafanye watu wakujua, wakupenda, wakuamini. Hauwezi let's say wewe ni mwanaume ukakutana na mdada au mwanamke unataka awe mpenzi wako, unamwambia leo nataka tufanye mapenzi. Atakuelewa kweli? Anaweza kupiga hata kofi. Kwa lazima utengeneze mazingira ya yeye kukujua na kukupenda na kukuamini. Kwa hiyo hata ukiomba game inakuwa more like kuweza kumpata. So katika point ya tatu ambazo utaenda kuangalia kwenye kutengeneza content hii inaitwa content pillars. Misingi mitatu ya posti zako inatakiwa ziwe vipi? Usiposti vitu ili mradi guys. Watu wanaposti sana vitu vingi alafu
wanaishia kupata likes, wanapata comment na hawapati mauzo. Kwa gawanya content zao katika makundi matatu. Ya kwanza education, unatoa elimu, fundisha kitu kidogo, mfano vyakula vitatu vinavyoongeza kitambi. Umeona, hii inamfanya uonekane wewe ni expert, mtaalamu na sio tu una post ili mradi. Na part ya pili au point ya pili, social proof. Una post ushuhuda, onyesha picha za wateja, screenshot za feedback au matokeo. Mzigo ukienda kwa mteja. Hii inajenga trust zaidi guys. Kwa watu wanaona kwamba sio yeye wa kwanza kwenye hiyo program au kwenye hiyo tiba yako au kwenye hiyo product yako. Na tatu, hii inaitwa controversy. Umeona, relatable au ushirikiano. Posti kitu ambacho mteja wako anakipitia yani kila siku. Mfano ile hali ya kutaka kukata kutaka kupunguza uzito lakini hatai kuacha kula chips, vyakula anavyopenda yani kwa hiyo inatakiwa vitu ambavyo anavipenda endelee kuvitumia na bado apate matokeo anayotaka yeye, na hii inaleta engagement kubwa sana. Siri ya tatu, lazima uweze kuweka hashtag pamoja na CO kwenye post yako au kwenye content yako au kwenye reels yoyote. Weka hashtag, usiweke zaidi ya 30 au nyingi sana. Weka 3 tu, hizi ndo zinafanya kazi na ziwe specific kwenye soko lako, kwenye niche yako. Umeona, for instance unaweza kaandika hashtag ya upunguza uzito, afya ya mwanamke au kitambi. Kwa hiyo zinakuwa direct relatable. Sasa what are the function of this? Hizi ni hashtag ambazo most watu wakitumia kwenye kusearch zinakuwa founded, zinapatikana kwa haraka. Kwa content yako itaonekana. Na sio tips ni kwamba kwenye caption yako tumia maneno ambayo mteja wako anatafuta, zinaitwa keywords. Instagram sasa inafanya kazi kama Google. Kwa hiyo maana yake watu wanavyo search au maneno, let's say mtu akisearch kitambi, kwa video yako au content yako itakuwa first kuonekana. Point ya tano, hii inaitwa muda wa kuposti. Consistency is greater than frequency. Yani consistency ni bora au ni better kuliko frequency au idadi ya kuposti. Na ni bora ukuposti mara moja kwa siku, ila kila siku, consistency, kuliko na posti mara 5 alafu leo unaposti mara 5, posti nyingi alafu nakaa wiki nzima bila kuposti. Kwa hiyo inakuwa nonsense. Na muda mzuri wa kuposti asubuhi ni inakuwa mzuri zaidi, kuanzia saa 12, saa 2. Umeona? Mchana pia, jioni. This is the right time ya kuposti. Umeona? Kwa sababu watu wanakuwa na digest, wanatumia mtandao zaidi, wameshatoka kazini, wanaamka wanamkia simu. So this is all about namna ya create content ambazo ziko super na zinaweza kwa target watu sahihi. Kazi ambayo nataka ufanye hapa, tengeneza reels 3 za kwanza ukitumia huku kali kama ambavyo nikupa mfano kulingana na soko ambalo upo, na andika caption moja inayotumia formula ya kuelezea watu kwenye bio. Unaelewa? Caption ni maelezo ambayo kuhusiana na post yako. Na 3, post reels hizo kwa siku 3 mfululizo, kisha nitumie screenshot ya kwenye insight kuona watu wangapi wamefikiwa. Kama hujui insight, nikija kwenye account yangu hapa ya I will show, nitakuonesha hapa, then nitaingia hapa nitaingia, let's say hii ndo video yangu nimeposti, are we together? Kwa hiyo ninachokifanya nitakuja hapa view insight. Umeona watu wamecomment 190, like 190, 81. Hizo comment watu wameshare, watu wamereuse, wamesave 29. Umeona, lakini ukiangalia hapa kuna total views. Umeelewa? Total views ni elfu 6 watu ambao wameona, na unaweza ukaona hapa nani followers ni 97% ambao wamenifollow, yani wameiona hii content na wakaifollow, lakini kuna interaction 300 hizo hapo, watu ambao wameengage wamefanya nini. Umeona, yani you can see each and every, na unaweza ukaona hata nchi wanaoongoza kufollow. Unaona, ukiangalia hapo inaongoza Tanzania 97.7, kuna Australia, umeona, kuna Kenya. So this is so powerful. Kuna gender, unaweza ukaangalia ni wanaume wangapi ambao wananifollow zaidi, kuna age, umeona, ukiangalia 25-35 ndo my target. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo you can do. So let's go kwenye module inayofuata ili tuweze kuendelea kula madini zaidi. Make sure unatumia task sasa hivi.